Tuanze neno letu la leo la tarehe 4 mwezi wa 5 mwaka 2025. Amina amina. Amina. Linalosema kufunga na kuomba. Soma msomaji. Kufunga na kuomba. Yesu Kristo mkombozi atukuzwe, makuhani wa Kristo. Amina. Kitabu cha Zakaria 8 mstari wa 19, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Bwana wa majeshi asema hivi: saumu ya mwezi wa 4 na saumu ya mwezi wa 5 na saumu ya mwezi wa 7 na saumu ya mwezi wa 10 zitakuwa furaha na shangwe na sikukuu za kuchangamkia kwa nyumba ya Yuda, basi zipendeni kweli na amani. Amina amina. Amina. Katika kitabu cha Zaburi tunaona Mungu wetu anatutambulisha miezi ya kufunga. Ndio. Amina amina. Amina. Anasema saumu ya mwezi wa 4 na saumu ya mwezi wa 5 na saumu ya mwezi wa 7 na saumu ya mwezi wa 10. Mwezi huu wa 5, amina amina, Amina, ni mwezi wa kufunga na kuomba. Amina. 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 Mwezi wa 5 Ndio. tunaingia katika mafungo na kuomba. Amina. Naomba ndani ya mwezi huu Ndio. tuwe pamoja. Amina. Tuungane. Amina. Kama wachawi waliungana kuua mji wako, Ndio. na sisi tuungane ndani ya mwezi huu. Amina. Amina amina. Amina. Tufunge, Amina. tuombe, Amina. Yesu asaidie nyumba yako. Amina. Amina amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Mwezi wa 5 ndio ni mwezi wa kufunga. Amina. Ukiangalia katika mwili wako, amina amina, Amina. mkono wa kulia una vidole vingapi? 5. Mkono wa kushoto 5. mguu wa kulia 5. mguu wa kushoto 5. Kwa nini Mungu anaweka 5? Amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Kijana yoyote anapofika miaka 25 ndio ndipo atajua changamoto zilizoko ndani ya familia yao. kweli. Amina amina. Amina. Huo ni uhalisia kabisa Ndio. ya kwamba kijana yoyote akifika miaka 25 ndio ndipo atajua maisha ya nyumbani yanaishi vipi. kweli. Amina amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Mwezi wa 5 huu ndio ndani ya mwaka 2025 ndio tunatakiwa kuingia kwenye mafungo. Amina. Kufunga milango 5 ya mateso. Amina. Pepo 5 za mateso. Amina. Amina amina. Amina. Mwanadamu ana milango 5 inayomtesa. Ndio. Amina amina. Amina. Mlango wa kwanza ni wa kuzuia riziki yake. Kweli. Mlango wa pili ni wa riziki ya mama yake. Mlango wa 3 ndio ni wa riziki ya baba yake. Mlango wa 4 ndio ni bibi yake. Mlango wa 5, amina amina, Amina. ni babu yake. Kama babu alifanya ushirikina kwenye majini, ndio kijana ujue una changamoto ule mlango kuupatia. Amina. Amina. Maana babu anapofanya ushirikina unajue na bibi ameshiriki, ujue na baba yake ameshiriki, ndio ujue na mama yake ameshiriki. kweli. Amina. Amina. Ukitembea na naye nuka perfume na unanuka nini? Perfume. Ukitembea na tajiri na wewe atakuita nani? Tajiri. Muongeze tena Yesu makofi. Wazazi wetu wengi ndio wamefanya ushirikina mkubwa kweli. kutushirikisha sisi Kweli. na kushirikisha wazazi wetu ndio bila kuifunga ile milango 5. Mizimu wakaacha kuitumia, ndio waganga wakaacha kuitumia, ndio shetani akaacha kuitumia. Inakuwa ni changamoto kwenye mazingira yako ya kiuchumi. kweli.
Amina. Amina. Itakuwa changamoto kwenye mazingira ya watoto Kabisa. kwenye mazingira ya elimu. Kweli. Amina. Amina. Shetani ameshindwa Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. 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 Tukiungana ndani ya mwezi huu, Ndio. tukafunga na kuomba, Ndio. Yesu atafunga yale malango. Atakutenga wewe kama wewe, ili kila mmoja hukumiwe kwa dhambi yake. Amina. 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 Kila mmoja ateseke kwa dhambi yake. Amina. Hivyo unanielewa? Ndio. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Soma msomaji. Kufunga kunatakiwa kabla haujaingia katika mafungo. Ndiyo. Ujitakase kwa maji matakatifu Ehe. mwili wako na kupaka mafuta matakatifu, Ehe. yaani kuweka wakfu ili uwe safi. Ehe. Kitabu cha Yoeli 1:14 nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Takaseni saumu, Ehe. iteni kusanyiko la dini, wazee na wakusanye wenyeji wote wa nchi, waende nyumbani kwa Bwana Mungu wenu na kumlilia Bwana. Amina. Amina. Nehemia anatuonyesha, anatuwekea wazi ya kwamba takaseni saumu, iteni. Amina. 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 Wazee wa nchi Ndio. waende nyumbani mwa Bwana. Amina. 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 Wakamlilie Bwana. Ndio. Kutakasa saumu Ndio. ni kujitakasa wewe. Watu wanakuwa na mazoea na mafungo. Kweli. Akifunga, Ndio. amina, Amina. anafunga hivyo hivyo. Akiamka, utautesa mwili wako, utauletea mwili wako majaribu. Kabisa. Mwili wako tadhoofu Ndio. kwa sababu hauna utakaso. Amina. 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 Hata Musa, wakati Mungu amemwambia uende kawalete wana wa Israeli mlimani, Mungu akamwambia Musa, nenda kawaambie wana wa Israeli wajitakase ndani ya siku 3. Siku ngapi? 3. Siku 3. Amina. 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 Ndipo waje mahali hapa kwa ajili ya kuzungumza na mimi. Amina. Wakati unapotaka kuingia kwenye mafungo, Ndio. unatakiwa ujitakase Amina. kwa maji matakatifu Amina. na ujipake mafuta matakatifu. Amina. Ukisha kujipaka mafuta matakatifu, Ndio. mwili wako unaupa amani, Amina. unafurahi kwa sababu ya kufunga. Kweli. Amina. 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 Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Unaupa amani kwa sababu ya kufunga. Ndio. Hata ukifunga ukaenda kwenye shughuli zako, Ndio. mwili wako unakuwa una amani, Amina. unakuwa una nguvu. Amina. 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 Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Amina. Amina. Tusome tena Yoeli tusikie anasemaje. Kitabu cha Yoeli 1:14 nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Takaseni saumu, iteni kusanyiko la dini. Iteni kusanyiko la nini? La dini. La nini? La dini. La nini? La dini. La dini. Ndio. Muite kusanyiko la dini. Manake mtakapoitakasa swaumu Ndio. ni kufunga. Najua wengine ukisema swaumu anajua ni neno la Kiislamu. Hapana. Kila kitu kinaweza kutumika mahali fulani. Ndio. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Amina. Amina. Anasema uitakase swaumu yako. Amina. Na waite kusanyiko la dini. Alafu wafanyeje?
Wazee na wakusanye wenyeji wote wa nchi. Wazee wakusanye wenyeji wa nini? Wa nchi. Wenyeji wa nini? Wa nchi. Hebu mnguse mwenzako, mwambie wewe ni mwenyeji. Wewe ni mwenyeji Katika mji wenu. Katika mji wenu. Upande wa baba yako. Upande wa baba yako. Unapajua vizuri. Unapajua vizuri. Upande wa bibi yako. Upande wa bibi yako. Unapatambua vizuri. Unapatambua vizuri. Hapo unakokaa. Hapo unapokaa. Unapatambua vizuri. Unapatambua vizuri. Changamoto ya kilimo chako. Changamoto ya kilimo chako. Unaijua vizuri. Unaijua vizuri. Changamoto ya watoto wako. Changamoto ya watoto wako. Unaijua vizuri. Unaijua vizuri. Mwambie usipofunga. Usipofunga. Yatakukuta magumu. Yatakukuta magumu. Amina. Amina. Ndani ya mwezi huu funga na kuhani. Amina. Funga na kuhani. Amina. Usaidike nyumbani mwako. Amina. Watainua vikwazo. Kweli. Watainua vita. Ndio. Watainua makorokoro. Kweli. Lakini kwa kuwa niko ni nyuma yako. Ndio. Hakuna mchawi atakaye kusumbua. Amina. Na patafunguka. Mungu atakutenga na yale mauti ya nyumbani. Amina. Kufiwa na watoto wadogo. Ndio. Kuondoka mimba. Amina. Vitatengwa na wewe. Amina. Amina, amina. Amina. Kuna watu familia. Ndio. Wakibeba mimba ya kwanza lazima ife. Kweli. Amina. Amina. Kuna watu familia. Ndio. Wakifikisha watoto watatu. Ndio. Wanne, watano. Ndio. Wanafarakana. Kweli. Nyumba inafarakana. Kweli. Mimi nashangaa. Kuna familia ukienda unakuta ina watoto 12. Wanakula, wanakunywa, wanafurahi na hawana pesa ya kutosha. Kweli. Lakini unakuta mwenye watoto watatu. Ndio. Mpaka ameshakuwa na pressure. Kweli. Amina. Amina. Ukimuuliza pressure za nini? Familia. Hata wakikuacha uwe mwenyewe. Ndio. Bila kuwa na mtoto. Ndio. Lazima changamoto ione ni ngumu. Kweli. Kwa sababu watatu tu wamekushinda. Amina, amina. Amina. Watatu tu wamekushinda. Maisha yako tayaweza? Hapana. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Mwezi huu nakuomba tushikamane. Amina. Yesu amenituma tushikamane. Amina. Tumwangushe adui wa nyumbani. Amina. Anayezuia riziki yako. Amina. Afya yako. Amina. Anayezuia watoto wako wasisome. Amina. Tumwangushe. Amina. Amina, amina. Amina. Hapa wakati Yoheli anaambiwa wakusanye wazee. Amina, amina. Amina. Wenyeji wa mji. Ndio. Amina, amina. Amina. Wenyeji wanajua mambo yanayoendelea. Kweli. Katika familia. Ndio. Amina, amina. Amina. Milango mitano Ndio. inatesa binadamu Kabisa. Amina, amina. Amina. Utakuta mtu amina, amina, Amina. anapambana na tatizo asilojua linatokea upande gani. Kweli. Kulimaliza hilo tatizo inakuwa ni changamoto kubwa sana. Kweli. Kwa sababu haujui linatoka upande gani. Kweli. Yawezekana linatoka kwenye mikono ya unaoishi naye. Ndio. Yawezekana Ndio. linatoka kwa watu unaokaa nao. Ndio. Yawezekana Ndio. liko ndani ya mwili wako limejificha. Kweli. Unajua shetani akiingiza nguvu zake kwako, Ndio. hawezi kukufunulia haraka kwamba wewe ndio unajitesa. Kweli. Amina. Amina. Hawezi. Kabisa. Anazificha ndani yako. Ndio. Mungu akiingia ndani ya mtu, Ndio. zile nguvu Mungu huzifunua ili watu wahudumiwe. Amina. Lakini shetani akiingia ndani ya mtu, Ndio. akaingiza nguvu zake, Ndio. huzificha, maana nguvu ya shetani hufanya kazi kwenye giza. Kweli. Amina. Amina. Wakati mtu anapolala, Ndio. wakati mtu anapopumzika usiku, Ndio. ndipo nguvu zile zinaanza kazi. Kweli. Mwisho wa siku unakuta unajitesa mwenyewe.
Amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Unajikuta unajiharibia biashara mwenyewe. Kweli. Unaharibu mazingira yako mwenyewe. Ndio. Lakini nakwambia ukweli. Ndio. Ukifunga ndani ya mafungo haya. Ndio. Ya mwezi wa 5. Ndio. Shetani atakukimbia. Amina. Atakukimbia. Amina. Hata kama ile nguvu iko ndani yako. Ndio. Kwa kuwa utakuwa umekubali wito wa Roho Mtakatifu. Ndio. Umekubali wito wa Roho Mtakatifu. Ndio. Hakika shetani atatoka kwenye mwili wako. Amina. Atakimbia. Amina. Muongeze tena Yesu makofi. Amina. Amina. Soma msomaji. Kufunga ni kujiwekea nadhiri kati yako na Mungu. Kitabu cha Hesabu 30 mstari wa 2, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Mtu atakapomwekea Bwana nadhiri, ndio, au atakapoapa kiapo, ndio, ili kufunga nafsi yake kwa kifungo, asilitangue neno lake, atafanya sawa sana hayo yote yatakayotoka kinywani mwake. Amina. 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 Mtu atakapomwekea Bwana nadhiri, ndio, na akafanya sawa sawa na aliyoyatoa kinywani mwake, ndio. Amina. Amina. Naye Mungu atafanya sawa na aliyoyanena mwenyewe. Ndio. Unaponena ya kwamba nitafunga, amina, amina, nitafunga, ndio, amina, amina, ukakubali kufunga, ndio, na ukafunga, ndio, Mungu anafanya kila ambacho umenena. Amina. Sikiliza nikwambie, ndio. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Kwa tendo lile mimi niliamini ya kuwa Yesu yupo. Amina. Yuko karibu kuliko mavazi ninayoyavaa. Amina. Tukiungana ndani ya mwezi huu wa 5, ndio, tukafunga kwa pamoja, ndio, Yesu atatenda jambo kubwa kwetu. Amina. Kwako, ndio, kwa watoto wako, amina, na kukutenganisha wewe na mila za ukoo. Amina. 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 Kuna watu wanaumiza sana akili. Ndio. Itafanyaje wazazi wangu watoke kwenye uchawi au kwenye zile mila au kuachana na vitu ambavyo vinafanyika? Huwezi kumbadilisha mzazi wako, ndio, bila kuona wewe umebadilika. Kweli. Mzazi wako ili umbadilishe, ndio, ni wewe kwanza ubadilike. Amina. Uwe huru. Amina. Ndipo na yeye haja aone umuhimu. Amina. Sio, umenielewa? Ndio. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Huwezi kumbadilisha mzazi wako. Ndio. Lakini Mungu akikutenga wewe, ndio, akakufanya nguzo ya moto ndani ya ile familia, ndio, miungu ikiitwa inakataa. Amina. Inawaambia hapa ndani yupo anayenichoma. Amina. Kila ninaposogea naungua. Amina. Kila mkiniita mimi naanguka. Amina. Itakataa. Amina. Mwisho wa siku watawaambia, ndio, jamani, muongee na fulani atawasaidia. Amina. Ndipo wazazi wako watageuka. Amina. Muongeze tena Yesu makofi. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Kuna bwana mmoja akaniambia, ndio, kuhani, hasa tuambie hawa wamama wawe wanakuja na waume zao kanisani. Amina. Amina. Nikageuka nikamwangalia, kwa kusudi gani? Akasema, kanisa letu linakuwa na wamama wengi wao wanakuja hawana waume zao. Amina. Amina. Nikacheka. Nikamwambia, ndio, mwanaume alazimishwaji. Mwanaume ukimshawishi, ndio, akaenda kwa sababu umemshawishi, ndio, akifika kule akageuka, anakuwa mbaya kuliko unavyofikiria.
Kweli. Lakini mwanaume akitoa maamuzi mwenyewe akaenda, Ndio. waga ajuti. Amina. Wala ageuki. Kabisa. Ukiona mwanaume amegeuka amemwacha Yesu, Ndio. ujua alishawishiwa. Kweli. Akaambiwa tukienda utapata hivi, utaona hivi, mambo yatakuwa hivi, na wengine uonga akaambiwa. Amina. Amina. Yapo. Yapo. Ndipo unapokuta mwanaume anafika mbele anageuka. Akaniuliza, akaniambia kwa nini inakuwa hivyo? Nikamwambia mwanaume ashawishiwi akanoga. Hivyo unanielewa? Ndio. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Ila mwanaume akitoa maamuzi mwenyewe, Ndio. anakuwa ameiva kweli kweli. Amina. Anaenda akiwa na maamuzi aina moja. Amina. Sikiliza nikwambie. Ndio. Amina. Amina. Katika dunia Ndio. hamna kitu kibaya kama mbaba akawa mshirikina ndani ya nyumba. Kweli. Amina. Amina. Mbaba akiwa mshirikina ndani ya familia, Ndio. familia ile yote itakuwa na hali mbaya. Kweli. Itakuwa na hali ngumu. Kabisa. Kwa sababu akiingia anaingia akiwa amemaanisha. Ndio. Sijui unanielewa vizuri? Ndio. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Bora awe mama, Ndio. ashawishiwe na mama mwenzake aingie. Na unaweza ukambadilishia maisha. Amina. Amina. Ukamtoa hapa ukampeleka Mwanza akakosa marafiki. Mwisho wa siku akajikuta amebadilisha mazingira. Alafu akajikuta anaishi vizuri bila kutumia ushirikina. Amina. Lakini mbaba Ndio. ni mtu hatari. Kabisa. Akiingia kwenye ushirikina Ndio. hatoki. Kweli. Amina. Amina. Baba zetu Ndio. walioanzisha miji, Ndio. wakatuzaa sisi, Ndio. walileta shida kubwa kutoka kwa baba zao. Kweli. Kubwa sana. Ndio. Ndio maana unaona wanaume wana changamoto leo Ndio. kuliko. Ukiangalia wanaokula milungi wamepoteza ni wa kiume. Kweli. Amina. Amina. Watoto wa kiume wamegeuka kuwa mbuzi. Kabisa. Ile laana iliyomkutaga mfalme akaenda kula majani kama mbuzi, Ndio. imetuijilia mwaka hii. Kweli. Kijana nakuta amekaa kwenye mti ameshika. Amina. Amina. Ameshika energy na bigiji na majani ya mbuzi. Hebu fikiria, ameshika energy na bigiji na majani anakula. Ni vitu vinaendana? Hapana. Ni vitu havifanani kabisa. Ndio. Amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Na mwanaume ndiyo kichwa. Ndio. Manake tunapopoteza vichwa vikara majani, Ndio. ndani ya miaka kadhaa tutakuwa na watu ambao wana akili ya mbuzi, sio binadamu. Kweli. Tufunge, tuokoe taifa letu. Amina. Tuokoe miji yetu. Amina. Tuokoe nyumba zetu. Amina. Hivi unanielewa wewe? Ndio. Hivi unanielewa wewe? Ndio. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Ili Mungu awakomboe wana wa Israeli. Ndio. Halilenga kwa Musa. Kweli. Wakati ambapo Mungu anataka kuipiga Nuhu, Ndio. anataka kuiokoa ile. Amina. Amina. Anataka kuokoa Nuhu na safina yake. Ndio. Alilenga kwa Nuhu mwenyewe. Ndio. Sikiliza nikwambie, Ndio. wanadamu sasa hivi, wanaume wamepoteza mfumo kabisa wa kimaisha. Kweli. Amina. 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 Tusipofunga, Ndio. hawa tunaowazaa Ndio. watoto wa kiume Ndio. hawatakuwa na msingi imara. Kweli. Amina. Amina. Ndio maana hapa anasema tuwakusanye wazee.
Amina, amina. Amina. Tuwakusanye nini? Wazee. Tuwakusanye wazee wenyeji wa mji, wenyeji wa nchi, waende nyumbani mwa Bwana, ndio, wakamlilie. Amina. Amina, amina. Amina. Hebu soma hapa tusikie anasemaje. Wakusanye nini? Wazee na wakusanye wenyeji wote wa nchi, waende nyumbani kwa Bwana Mungu wenu, na kumlilia Bwana. Na kumlilia Bwana. Amina. Amina. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Amina. Amina. Ndani ya mwezi huu wa 5, ndio, hata kama una mtu hayuko hapa, ndio. Amina, amina. Amina. Na ukamweleza akakubali akasema nitafunga, ndio, mwambie tuma jina lako kwa kuhani. Amina. Liingizwe kwenye orodha ya waliofunga. Amina. Tukifunga mafungo haya, ndio, ya kuanzia tarehe 4 hii, ndio. Amina, amina. Amina. Kuanzia kesho tarehe ngapi? Kesho tarehe ngapi? 5. Tarehe 5. Ndio. Tukaanza kufunga. Ndio. Lile wingu litamwendea. Amina. Lile nguvu itamtembelea. Amina. Hata kama ni mgonjwa kule mahali alipo, ndio, atapona. Amina. Watu wananichanganyaga kitu kimoja. Ndio. Eti mimi mgonjwa siwezi kufunga, lakini akiambiwa na daktari usile ili uje ufanywe operation anafunga. Eli. Ulishawahi kustaajabu hilo? Hapana. Amina. Amina. Daktari sana mfungishaga mgonjwa, ndio, usile ndani ya masaa kadhaa. ndio. Hii sindano tuliyokupiga utaenda kwa ajili ya kufanywa nini? Operation. Na anatulia. Amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Tufunge ili tufanywe operation miili yetu. Amina. Tuponye miili yetu. Amina. Tuondoe shida kwenye miili yetu. Amina. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Wapo ndugu zenu wanateseka huko. Kweli. Wanatafuta msaada. Kweli. Wanatafuta maombi. Ndio. Wanatafuta dawa. Kweli. Wengine wanazuiliwa usiende kanisani. Kweli. Amina, amina. Amina. Wengine ni dada zenu. Ndio. Wameolewa kwenye nyumba ya mwanaume. Niseme Roho Mtakatifu hapa naona kaa vile anaweka Amina, amina. Amina. Mwanaume anayemzuia mke wake kwenda kanisani, ndio, ujue hana kichwa, anamkia kabisa. Akiwa mwanamke anaenda kwa waganga anatafuta dawa, anamwendea, anamsaidia, wanaenda wote na wanafika pale wanachanjwa. Yani mwanaume na kichwa yake yote anakaa pale anavua anachanjwa. Lakini mke aseme naenda kanisani. Usiende kuokoka kwenye kanisa huko, unaenda kufanya nini? Sisi tuna dini. Mbona tulienda kwa mganga? Dini tulikuwa tumeiweka wapi? Kiona mwanaume anaruhusu mke wake aende kwa mganga, ujue huyu ni mkia, hana kichwa. Kweli. Amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Katika Kumbukumbu la Torati, ndio, anasema nitakufanya uwe kichwa wala si nini? Mkia. Si nini? Mkia. Si mkia. Ndio. Amina, amina. Amina. Hebu tulisome ile andiko. Kumbukumbu la Torati 20 ngapi? 28. Amina. 28. Anzia mstari wa kwanza tusikilize.
Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, ndiyo, kwa bidii kutunza na kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Anayekuagiza leo. Hebu sema leo. Leo. Hebu mtikise mwenzako mwambie leo. Leo. Hebu sema anayokuagiza leo. Anayokuagiza leo. Hebu sema leo. Leo. Sema leo. Leo. Imefuta dhambi zote nilizofanya. Hebu sema leo. Leo. Imefuta yale yote yamchukizayo Mungu. Sema leo. Mwenyezi Mungu ameanza jipya katika maisha yangu. Katika maisha yangu. Sema leo. Inanipa maagizo. Nikiyafanya haya yote yatanifuata. Sikiliza yatakayokufuata. Endelea. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Ndipo Bwana atakutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa nyama wako na mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako. Naye atakubariki katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia. Utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake, na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako na uzao wa nyama wako wa mifugo na uzao wa nchi yako katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. Nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa, wala si mkia. Wala sio nini? Mkia. Mimi nilikuwa napendaga kupasoma hapa kwa sababu nikipasoma sionagi kinachonikwaza. Amina. Napenda sana kupasoma sana. Amina. Kwa sababu nikiangalia uchumi wangu umeenda vibaya, afu najiuliza mbona hapa palisema kazi ya mikono yako itafanyaje? Itabarikiwa. Nitakufunulia, Bwana atakufunulia hazina yake nzuri, nayo ni mbingu. Na ataleta mvua kwa wakati wake. Na nasema nitabariki kazi ya mikono yako, nitabariki mifugo yako. Amina. Kondoo zako, mbuzi zako, ng'ombe zako atabariki. Na kwa nini yaribike? Nilikuwa nampenda bwana mmoja, padri alikuwa anasema watu wengi ukiwasomea hapa waga wanatabasamu, lakini wale wasiopenda kazi hawawezi kutabasamu, wanakaa wamekunja uso. Kweli. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Ongeza tena Yesu makofi na vigelegele. Wavivu wapa hawapo? Wapo. Kuna watu wavivu kabisa. Akienda shamba akakuta majani yameota, anasema Bwana kanipa adhabu juu ya hili shamba. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Anasema nitabariki kazi ya mikono yako. Kwa hiyo hakuna pesa inayokuja kwako bila kazi. Kweli. Sijui unanielewa? Ndio.
Amina. Amina. Hebu mguse mwenzako, mwambie uwe unapasoma hapa. Uwe unapasoma hapa. Hebu mguse tena, mwambie uwe unapasoma. Uwe unapasoma. Kama hajakuelewa yeye, nyanyuka mtembelee mwingine, mwambie uwe unapasoma hapa. Uwe unapasoma. Hebu nyanyuka mtembelee mwingine, mwambie uwe unapasoma hapa. Uwe unapasoma hapa. Oh, mwambie uwe unapasoma. Uwe unapasoma. Alafu unajitafakari. Je, kazi zimebarikiwa? Je, kazi zimebarikiwa? Je, watoto wamebarikiwa? Je, watoto wamebarikiwa? Je, nyumba yako imebarikiwa? Je, nyumba yako imebarikiwa? Je, unakopesha au unakopeshwa? Je, unakopesha au unakopa? Blaka wanakudai kila mahali. Tena wakija black and white wanakupaka weusi kabisa. Kitanda wanachukua, godoro wanachukua, meza wanaondoka naye. Unabaki mweusi. Kweli. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Mwambie uwe unapasoma hapa. Uwe unapasoma hapa. Mwambie hata ukitoka shamba. Hata ukitoka shamba. Ukikuta ukungu umekula mazao. Ukikuta ukungu umekula mazao. Na ukikuta ugonjwa umekula mazao. Na ukikuta ugonjwa umekula mazao. Hebu sema uwe unapasoma hapa. Uwe unapasoma hapa. Alafu unatafakari kwa nini shamba limeharibika. Alafu unatafakari kwa nini shamba limeharibika. Muongeze tena Yesu makofi. Amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Hapa ukipasoma. Ndio. Hata kama una hali ya uvivu utaacha. Amina. Utaacha kabisa. Amina. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Mtu kufanywa kuwa kichwa. Ndio. Ni kuyafuata maandiko matakatifu. Kweli. Kuna watu ambao duniani ni wa ajabu kweli kidogo. Kabisa. Kukusapoti kwenda kwa mganga yuko tayari. Kweli. Amina. Amina. Lakini kukusapoti kwenda kwa Yesu hayuko na wewe. Kabisa. Ukimwambia kuna mganga mzuri alikuwa anataka kuku mweupe ili tuweze kudhibiti haya mazingira ya umaskini. Ndio. Anakuja naye bila kuuliza tutampata wapi. Lakini ukimwambia kuhani amesema twende kanisani, ndio, maswali kibao. kweli. Anaanza kukwambia wachungaji wa leo wezi, wachungaji wa leo matapeli. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Ukimuuliza wamekuibia nini, hawezi kukupa jibu. Kweli. Wameiba nani kwa nani, hawezi kukupa jibu. Kweli. Hebu muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Hebu sema rafiki wa mvivu. Rafiki wa mvivu upata shida wakati wa mahitaji. Upata shida wakati wa mahitaji. Hebu tusome hiyo methali tuone. Leo nataka kukupeleka kwenye hali ya kuhitaji kumkaribia Mungu. Amina. Sijui unanielewa? Ndio. Nataka nikupeleke kwenye hali ya kumkaribia Mungu ili Yesu akutendee. Amina. Mimi nina uhakika ndio Yesu anajibu. Amina. Tulipopata shida ya mvua, ndio tukaomba, ndio mpaka wa leo watu wamekula wameshiba. Kweli. Amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Mwaka huu kuna watu walikuwa wanatakiwa wapewe adhabu. Ndio. Kwa sababu ya kwamba wanalima kishirikina. Kweli. Amina. Amina. Lakini Yesu akaniambia, ndio, kanisani kwako wapo wangapi ambao wako kwenye eneo la mahindi yataharibika? Amina. Amina. Akaniambia wakipatikana 3 tu, ndio, mvua itaendelea. Amina. Imeendelea, haijaendelea? Imeendelea. Muongeze tena Yesu makofi. Na mtavuna. Amina. Tusome kitabu cha Methali 31 mstari wa 27 na Methali 10 mstari wa 18. Kitabu cha Mithali 31 mstari wa 27, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake.
wala hali chakula cha uvivu. Wala wali chakula cha nini? Cha uvivu. Hebu sema chakula cha uvivu. Chakula cha uvivu. Hebu sema chakula cha uvivu. Chakula cha uvivu. Amina. Amina. Anasema angalieni sana nyumbani mwa watu walao chakula au wanaokula chakula. Amina, amina. Amina. Leo ndio nataka kuiondoa roho inayokuonyesha ya kwamba ukifunga kuna uzito. Amina. Kuna shida. Amina. Kadiri tunavyoamka na jembe kwenda kulima, ndio ndivyo tunavyotakiwa kuonyesha Mungu wetu kwa tunampenda kwa kuiondoa mili yetu amani. Amina. Tunapoiondoa mili yetu amani, ndio maana yake tunafunga isikitike hii miili. Amina. Ila roho ifurahi kwa sababu imemsogelea Mungu anayetubariki. Amina. Hivyo unanielewa? Ndio. Maana yake ukifunga, ndio mwili lazima upate shida. Kweli. Utasikitika mwili. Utakosa amani. Kweli. Kila mara unakukumbusha ujala. 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 Kweli. Amina, amina. Amina. Lakini bora tusikitishie huu mwili huu, ndio ili tusije tukaishi kama wavivu. Amina. Hivyo unanielewa? Ndio. Na wakati tumesababishwa kuwa nani? Wavivu. Tukaishi kama wavivu, na wakati tulisababishwa tuwe nini? Wavivu. Wavivu. Muongeze tena Yesu makofi na vigeregere. Tusome Mithali 10 mstari wa 18. Kitabu cha Mithali 10 mstari wa 18, nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Yeye afichaye chuki ana midomo ya uongo, na yeye asingiziaye ni mpumbavu. Hebu soma tena. Yeye afichaye chuki ana midomo ya uongo. Hebu msoma halafu unamwangalia mwenzako. Nani ameshika Biblia? Hebu soma halafu unamwangalia mwenzio. Soma. Yeye afichaye chuki. Yeye anayeficha nini? Chuki ana midomo ya uongo. Usifiche nini? Chuki. Usifiche nini? Chuki. Usifiche chuki. Kabisa. Kuwa na amani na watu wote. Amina. Hacha Mungu ashughulike na wasiokuwa na amani na wewe. Amina. Hivyo unanielewa? Ndio. Mimi maadui zangu ni wengi. Kweli. Napigana nao ni wengi. Kweli. Wengine wananifuataga ofisini. Ndio. Lakini hakuna mtu namchukia. Amina. 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 Kwa nini simchukii? Ni kwa sababu shetani kazi yake ni kuharibu. Sasa hata ukimchukia sana endelea kuharibu vile vile. Ndio. Hivyo unafikiri anayekurogea maisha yako, hata ukimchukia si kazi yake ni ya kuroga? Ndio. Unafikiri ataacha? Hapana. Amina, amina. Amina. Ni kama kumchukia mwanamke eti anazaazaa wakati wewe mwenyewe ndio unatia mimba. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Utakuwa unafanya kazi bure. Ndio. Amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Wewe mwenyewe unatakiwa ujitambue. Amina. Amani yako ni ya dhahabu. Ndio. Amani yako ni ya thamani. Ndio. Furaha yako ni ya thamani. Amina. Hautakiwi kuchukia. Ndio. Mama fulani simsalimii. Achana hivyo vitu viondoe. Kabisa. Mwili upate kuwa huru. Amina. Mungu atende juu ya mwili wako. Amina. Afanye juu ya mwili wako. Amina. Hata ukijua fulani ndiye anayekuroga, Ndio. wewe usishughulike naye. Amina. Someshari mwachia kuhani. Ndio. Mwache kuhani anayokaa huku madhabahuni. Ndio. Amina, amina. Amina. Ashughulike nalo. Amina. Lakini wewe unayekaa na jamii kule, Ndio. wewe fanya shughuli zako. Amina. Tembelea kila mmoja. Amina. Salimia kila mmoja. Amina. Chuki iweke mbali kabisa. Amina. 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 Methali Ndio. namlinganisha na neno la Kristo alilolisema mpaka lilikuwaga mzigo juu yangu. Amina, amina. Amina. Nilipolisoma lilinielemea. Akaniambia, Ndio. muombee adui yako.
Amina, amina. Amina. Umwombee nani? Adui yako. Umwombee adui yako. Ndio. Nilikuwa mzigo kweli. Kila nikikaa najifikiria hivi, ndugu, adui yangu namwombea nini? Hasa namwombea Mungu, mpe magari, mpe mabaiskeli, mwombee nini? Na Mungu haombwi mabaya. Ndio. Anaombwa mema, maana mabaya hana. Kweli. Amina, amina. Amina. Mungu anaga mabaya kabisa. Anaombwa mema. Amina. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Wewe ukitaka kujua Mungu haombwi mabaya, ndio mgeukie mwenzako, angalie sura yake inafanana na yako. Hapana. Hapo ujue kwamba Mungu haombwi mabaya. Ndio. Anaombwa mema. Amina. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Nikaa ni mzigo kweli. Ndio. Nikaja akajiuliza. Nikabidi niingie kwenye maombi. Nimuulize Yesu. Ndio. Adui yangu namwombea kitu gani? Yaani wewe adui ambaye amenitesa mimi, anifanye mimi nilala, naamka naanza kuwayawaya huko ndani. Amina, amina. Amina. Namwombea kitu gani? Sikiliza jibu nililopewa. Ndio. Amina. Amina. Akaniambia, ndio, hata usipomwombea ukamchukia, bado huyu ni mchawi tu. Amina. Amina. Hata usipomwombea, ndio, hata ukiomba, ndio, huyu ni nani? Ni mchawi tu. Maana yake hata ukimchukia hautafanya kitu. Kweli. Ukitaka kuona maombi yako yanapenya, ndio, ondoa chuki ndani yako. Amina. Hilo ndilo jibu nililopewa. Amina. Chuki ondoe, iwekae mbali kabisa. Chuki ni njia mojawapo ya kuzuia maombi ya mtu. Kweli. Amina. Amina. Unapochukia, ndio, umeufunga mlango wa maombi. Kweli. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Nilitafakari sana jibu hilo. Ndio. Nikagundua ni kweli. Mbona wachawi wanasemwaga ni watu wenye hawanaga hasira? Huko mitaani si mnafahamu? Ndio. Mtu anaitwa we ni mchawi, anacheka tu. Hapana bana, mnanisingizia. Na anaroga. Kweli. Ndio. Na anafanyaje? Analoga. Na anafanyaje? Analoga. Na anafanyaje? Analoga. Na anafanyaje? Analoga. Jo. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Simama hapo. Ukuta mtu anaroga na anaendelea kufurahi tu. Kweli. Wanamsema we mchawi, anaroga tu. Amina, amina. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Hebu muache wende. Nenda zako. Mwache. Mwache. Umemtesa muda mrefu. Jifanya rafiki kumbe mnafiki. Chenda. Kwenda. Kwenda. Kwenda na jeshi lako. Ondoka, mwachie nyumba yake. Ondoka. Ondoka. Unajifanya rafiki. Unakuja kumtembelea. Kumbe ni wewe unayemtesa. Kumbe ni wewe unayemtesa. Mweke mkono kwenye kifua chake hapo. Kumbe ni wewe unayemtesa. Unamtesa. 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 Sasa mwachie na watoto wake. Muondoe katika ulimwengu wa ndoto unakompelekaga. Muondoe katika ulimwengu wa mauti unakompeleka. Muondoe katika ulimwengu wa viteso. Kwenye ngoma. Kwenye ngoma ulikopeleka nyayo kama mawe ukatengeneza. Sasa mwachie.
kwenye ulimwengu wa magonjwa. Tunamdai yuko arudi duniani. Tunamdai arudi duniani. Majini, kimbia mwende. Rudi kwa huyo mganga. Ondoka kwenye nyayo. Ondoka kwenye kifua. Ondoka kwenye pumzi yake. Kimbia, 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 kimbia. Kimbia, kimbia, kimbia. Kimbia, kimbia, kimbia. Na hizo zawadi ulizofunga ukaleta sebuleni. Ukaleta sebuleni. Wewe bibi una aibu. Unataka kumgeuza huyu. Mtumie kwenye kazi zako kama farasi. Amina. Shetani ameshindwa. Ukitaka kushinda vitu vyote, ndio, ondoa kabisa hasira. Kweli. Isiwe ndani yako kabisa. Sikiliza Methali anavyotuambia pale. Soma. Yeye afichaye chuki, yeye anayeficha chuki, ana midomo ya uongo. Ana midomo ya nini? Ya uongo. Na yeye asingiziaye, naye anayesingizia ni mpumbavu. Ni nani? Ni mpumbavu. Amina, amina. Amina. Ondoa chuki kabisa. Amina. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Shetani ameshindwa. Kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Muongeze tena Yesu makofi na vigelegele. Mpe tena Yesu makofi na vigelegele. Soma msomaji kwenye kipeperushi. Unapojiweka tayari ili kufunga. Usiweke mawazo yako. Usiweke mawazo yako. Eti naumwa vidonda vya tumbo. Mafungo ni njia mojawapo ya kutafuta uponyaji wa mwili. Mafungo yanaanza unapomaliza kufungua. Ndio. Unapomaliza kufungua, piga mswaki. Ndio. Usile usiku wa manane. Ndio. Mswaki wa asubuhi ni saa 11:30. Unapofunga, unatakiwa kunywa uji wa unga mtakatifu. Ndio. Kila jioni saa 1 kabla haujala chakula. Ndio. Na maji nusu lita. Na ujiepushe na vyakula vyenye chachu kama vinavyotumia amira, dagaa, kitimoto, kambale. Tumia mboga za majani kwa wingi. Ndio. Mchicha, saladi, kabeji. Kula kidogo sana. Soma msomaji. Lazima tufunge ili Mungu Yesu Kristo mkombozi atusikie? Hapana. Mungu Yesu Kristo mkombozi anatusikia kila siku. Ila tunafunga ili kunyamazisha mwili, ili uweze kunyenyekea. Maana katika kuomba kuna mengine hayawezekani kwa kuomba tu, ila kwa kufunga na kuomba. Kitabu cha Mathayo 17:21 nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Amina, amina. Amina. Na kufunga. Hapo kompyuta imekata. Ndio. Soma msomaji. Kitabu cha Matendo ya Mitume 13:3 nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, ndio, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Kitabu cha Luka 2:37 nasoma kwa jina la Yesu Kristo mkombozi. Amina. Naye ni mjane wa miaka 84. Ndio. Haondoki katika hekalu, ila uabudu usiku na mchana, ndio, kwa kufunga na kuomba. Amen.